Kuna mwanamume ambaye mwanamke anaweza kumpenda leo, lakini baada ya muda akachoka, akaondoka bila hata kuangalia nyuma. Na pia kuna mwanamume ambaye mwanamke akimpata huwa anapata shida sana kumwacha. Sio kwa sababu huyo mwanamume ana pesa nyingi, hapana. Sio kwa sababu ni mzuri sana kuliko kila mtu, hapana. Na wala sio kwa sababu huyo mwanamume anajifanya sana. Ni kwa sababu ana vitu fulani vindani yake vinavyomfanya mwanamke ajisikie salama, ajisikie anathaminiwa na aone kama huyu mwanamume ni wa tofauti. Leo tutaangalia sifa 5 za mwanamume ambaye mwanamke hawezi kumwacha kirahisi, na ukiangalia vizuri utaona hizi sifa hazihitaji utajiri mkubwa, zinahitaji akili, tabia na namna unavyomchukulia mwanamke. Na sifa ya 5 ndio sifa ambayo inamfanya mwanamke asikuache kirahisi zaidi. Twende sawa. Sifa ya kwanza, anajua kusikiliza, sio kuongea tu. Wanaume wengi wakisikia mwanamke ana shida, wanakimbilia kutoa majibu haraka, lakini wakati mwingine wala mwanamke hahitaji suluhisho kwanza, anataka kusikilizwa tu. Anataka ahisi kuwa hisia zake zina thamani, na hapo ndipo wanaume wengi hukosea. Yaani mwanamke akianza kuelezea jambo linalomuumiza, wao wanamkatiza mara moja, wanamwambia hayo ni mawazo tu, acha mawazo bwana, au unawaza sana wewe, hayo ni mambo madogo tu, bila kujua kuwa maneno hayo yanamfanya mwanamke ajisikie kama haeleweki. Lakini mwanamume ambaye anajua kusikiliza huwa ni wa tofauti sana, na ndiyo mwanamume ambaye mwanamke sio rahisi kumwacha. Huwa anampa mwanamke nafasi ya kueleza hisia zake mpaka mwisho, haharakishi mazungumzo na wala hamdharau. Na kitu cha ajabu ni kwamba wakati mwingine mwanamke humkaribia zaidi mwanamume anemsikiliza kuliko anayemnunulia vitu vingi, kwa sababu kuna wanawake wengi duniani hawana mtu ambaye anayewaelewa kiukweli, hawana mtu wa kuwasikiliza. Ukimpa mwanamke sikio lako kwa makini, unaweza kuunganisha moyo wake na wako bila hata wewe kugundua. Sifa ya pili, anamfanya mwanamke wake ajisikie maalum. Kila mwanamke anataka ahisi kuwa ana nafasi tofauti kwenye maisha ya mwanamume wake, sio ajisikie kama mtu wa kawaida tu. Na hapa sizungumzii kwamba uwe na pesa nyingi, hapana. Unaweza ukawa huna hela nyingi, lakini namna unavyomchukulia mwanamke wako ikamfanya ajisikie wa thamani kuliko hata mwenye zawadi kubwa. Mfano kama hivi, yani mwanamume ambaye anakumbuka vitu vidogo vidogo kuhusu mwanamke wake, huwa sio rahisi sana kuachwa na mwanamke huyo. Mwanamume ambaye anakumbuka siku ambayo mwanamke wake amezaliwa, mwanamume ambaye anakumbuka kitu ambacho kinachomwogopesha mwanamke wake, au anakumbuka chakula ambacho anakipenda, huwa anamvutia sana mwanamke. Haya mambo yanaonekana kama ni madogo, lakini kwa mwanamke yana maana kubwa sana, yanampa ujumbe mmoja mkubwa sana kwamba huyu mwanamume ananiangalia kwa makini sana, anajua kila kitu kuhusu mimi. Sifa ya 3 ya mwanamume ambaye mwanamke sio rahisi kumwacha au hawezi kumwacha kabisa ni mwanamume ambaye ana maisha yake binafsi na viwango vyake. Kuna wanaume ambao maisha yao yote basi yanamtegemea mwanamke, maisha yao yote huzunguka kwa mwanamke. Mwanamke akichelewa kujibu ujumbe tayari ameshachanganyikiwa, mwanamke akiwa bize tayari anaumia. Na tatizo ni kwamba hali hiyo huondoa mvuto, lakini mwanamume ambaye mwenye maisha yake huwa tofauti sana. Mwanamume ambaye ana malengo yake, ana shughuli zake, au ana vitu ambavyo vinampa thamani hata nje ya mahusiano yake, huwa ni mwanamume ambaye anavutia sana kwa mwanamke. Hii haimaanishi kwamba
mwanamume huyo hampendi mwanamke, hapana. Inamaanisha kuwa hajajikita sana kwenye masuala ya mapenzi tu peke yake, lakini pia ana issue zake nyinginezo. Na wanawake wengi hujihisi salama zaidi kwa mwanamume ambaye mwenye msimamo kuliko mwanamume anembembeleza kila sekunde. Na mwanamume mwenye viwango vyake huwa havumilii kila kitu kwa hofu ya kuachwa. Akiona dharau huwa anajiheshimu, akiona mchezo usiofaa anasimama kwenye misimamo yake. Na ajabu ni kwamba wanawake wengi sana huheshimu zaidi mwanamume ambaye anajiheshimu yeye mwenyewe. Na kisa kuna wanaume hao ambao hata misimamo hawana, wanaogopa kuzungumza eti kisa tu wataachwa, wanaogopa kuwa kwenye misimamo. Mwanamume wa aina hii huwa anapoteza mvuto sana kwa mwanamke na kupelekea kuwa rahisi kuachwa. Sifa ya 4, anampa mwanamke usalama wa kihisia. Wanawake wengi hawapendi tu pesa au sura peke yake, wanapenda sehemu ambayo mioyo yao itakuwa salama. Mwanamume ambaye leo anampenda mwanamke, kesho anampuuzia, kesho kutwa anabadilika ghafla, humfanya mwanamke aishi kwa hofu. Lakini mwanamume ambaye mwenye utulivu wa kihisia humfanya mwanamke apumue kwa amani. Yaani mwanamke anajua kabisa, nikiwa na shida huyu atanisikiliza, nikikosea hata nizalilisha, na hata kama nikilia hata nicheka. Na ukweli ni huu, mwanamke akishaanza kujisikia salama karibu yako, moyo wake huanza kushikamana na wewe taratibu sana, na wewe utaenjoy sana, na huyo mwanamke ataenjoy sana kwako kwa sababu anajisikia salama sana, na wewe utaenjoy pia. Sifa ya 5 ambayo ni ya mwisho na ni ya muhimu zaidi, ambayo mwanamume akiwa nayo basi mwanamke huwa sio rahisi kumwacha, ni mwanamume ambaye ana mwelekeo na malengo maishani mwake. Yaani hakuna kitu kinachompa mwanamke matumaini makubwa kama kuwa na mwanamume ambaye anejua anataka nini kwenye maisha yake. Sio lazima awe tajiri tayari, hapana, lakini angalau aonekane anaelekea sehemu fulani, kwa sababu wanawake wengi sana huogopa maisha yasiyo na mwelekeo. Leo mwanamume anasema kuwa atafanya hiki, kesho anaacha, kesho kutwa anaanzisha jambo hili, kesho kutwa tena anaacha. Yaani hana mpango maalum, hana subira, hana mwelekeo. Yeye ni mtu wa kujaribu tu bila kuvumilia, anataka matokeo ya haraka sana. Hali hii humfanya mwanamke ashindwe kuona kesho yenu itakuwaje. Lakini mwanamume ambaye mwenye malengo, mwanamume ambaye mwenye msimamo, mwanamume ambaye anasimamia jambo lake hadi likamilike, hata akiwa bado anapambana, huwa anatoa utulivu fulani kwa mwanamke wake, kwa sababu mwanamke anaona kabisa kwamba huyu mwanamume anajitahidi sana kujenga maisha, ila ni swala la muda tu ukifika basi kila kitu kitakuwa sawa. Na ukweli ni huu, wanawake wengi hawafuati ukamilifu, wanafuata mwanamume ambaye mwenye dira. Na wanawake wako vizuri sana kwenye kutambua mwanamume gani ana dira na mwanamume gani hana dira. Na hizi ndizo sifa 5 ambazo mwanamume akiwa nazo basi sio rahisi kuachwa na mwanamke. Sasa hapa lazima tuelewane kidogo. Haimaanishi kuwa mwanamume akiwa na sifa hizi basi 100% hatoachwa, hapana. Unaweza ukawa mwanamume mzuri sana, mwenye heshima, mwenye malengo, anayejali kweli, lakini bado ukaachwa, kwa sababu wakati mwingine tatizo sio wewe. Narudia tena, kwa sababu wakati mwingine tatizo sio wewe. Watu hubadilika, hisia hubadilika, na sio kila mtu anajua thamani ya mtu ambaye aliye naye. Lakini ukweli ni huu, mwanamume mwenye sifa hizi huwa anaacha alama kubwa sana kwenye moyo wa mwanamke, huwa anaacha alama kubwa sana kwenye moyo wa mwanamke. Na hata kama mahusiano yataisha, mara nyingi mwanamume wa aina hii hukumbukwa sana, tofauti na wanaume wengine waliowahi kukutana nao. Uwepo wao hubaki kwenye akili ya mwanamke kwa miaka mingi sana.
na miongoni mwa hawa wanaume ni hawa wanaume ambao wenye sifa hizi 5 nimekutajia. Sasa ningependa kujua, je, wewe unahisi sifa gani nyingine mwanamume akiwa nayo basi mwanamke sio rahisi kumwacha? Niambie hapo chini kwenye comment. Kama huja subscribe, tafadhali bonyeza alama nyekundu hapo chini iliyoandikwa subscribe. Like video hii ipate kuwafikia watu wengi, share video hii na tutaonana kwenye video nyingine. Asante sana.